Umemkaje? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu katuamsha salama, tuko tunapumua alhamdulillah. Mwanzo kabisa wakati sisi tunaanza kipindi chetu tulimwambia msikilizaji kwamba leo tutakuwa tuna mgeni, lakini kwa faida ya msikilizaji tuanze kwanza kwa kufahamiana. Asante sana. Kwanza kabisa mimi napenda nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuamsha salama siku hii ya leo, ikiwa ni Jumanne yenye mvua kidogo hivi. Kwa kweli ni neema. Kwa majina anaitwa Janet Peter Pinda. Mimi ni mbunge wa viti maalum kwa mkoa wa Katavi. Ni mara yako ya kwanza bila shaka kufika hapa? Kwa kweli ni mara yangu ya kwanza kufika Mpanda FM, na washukuru sana na nawapongeza sana kwa sababu naona mkoa wetu unakuwa siku hadi siku, kwa hiyo nawapongeza sana. Sawa, kwa yes. Mwanzoni haya mambo hayakuwepo. Kwa hiyo ni maendeleo makubwa sana, kwa hiyo nawapongeza sana. Na sisi pia tukupongeze kwa sababu ni miongoni mwa wanawake ambao wapambanaji. Hii si wiki ya mwezi wa mwezi wetu. Mwezi wenu. Ni miongoni mwa wanawake wapambanaji sana. Binafsi leo ndio kwa mara ya kwanza nakutana na madam hapa. Nilikuwa namsikia tu upambanaji wake kwenye masuala mazima ya kisiasa mpaka mwaka jana ambapo amepata nafasi pia ya kuwa mbunge wa viti maalum kwenye mkoa huu hapa wa Katavi. Kabla hatujaenda mbali sana mimi naamini kuna wanawake wengi sana ambao wanakusikiliza sasa hivi, ikiwa pamoja na dada yangu hapa. Na ikapendeza leo kala wigi fulani zito. Kwenye mapambano yao ya kila siku, lipi ambalo ungetamani labda kuambia kabla tujajikita zaidi kwenye kile ambacho tunakwenda kukizungumzia leo? Kwa sababu ndio mwezi wenu wanawake. Ni kweli. Mimi naweza nikasema ninayo mengi sana ya kuambia wanawake, nayo mengi. Kwa mfano kama nianze mimi mwenyewe. Mimi professional ni daktari na nimefanya kazi hapa Mpanda kabla ya kutoka takriban miaka 8 nikiwa daktari hospitali ya wilaya Mpanda. Lakini baadaye nikahamia taasisi nyingine NHIF au mfuko wa taifa bima ya afya. Basi ilinilazimu kutoka katika mkoa wetu basi na kwenda katika mikoa mingine. Yote ni katika kupambana kama mwanamke kufanya kazi. Kwa hiyo sisi wanawake katika kukua kwetu tumekuwa, kwa umri wangu mimi, tumekuwa tukikuta kuna kitu wanawake wanapigania mapambano ya kujikwamua katika nyanja mbalimbali. Na ndio maana walienda hata kule Beijing masuala ya usawa na nini miaka ile. Yote hiyo ni kumfanya mwanamke ajiamini, mwanamke aweze kujitafutia, mwanamke asibweteke, mwanamke awe mpambanaji. Lengo na madhumuni kuhakikisha huyu mwanamke asiwe mtegemezi. Mwanamke asiwe mtegemezi kwa sababu mama katika familia, yeye mama akilala nyumba nzima inalala. Lakini mama akiamka nyumba nzima inasimama. Japokuwa tunasema baba ni kichwa, lakini kama kichwa akijakaa kwenye shingo, huyo mtu si amekufa huyo. Si ndio? Kwa hiyo mama ndo anashikilia kile kichwa ambacho kinaambiwa kwamba nyumba ni mama, ni baba. Lakini mama asipokishikilia kile kichwa kwa kweli kinaanguka. Kwa hiyo mama ni kiwiliwili hiki. Yaani ni kiwiliwili kizima. Kwa maana ya kwamba akisimama mama, kila kitu kimesimama. Na subiri kidogo nitakupa nafasi. Sawa. Na hapo kwa wanawake. Zimekuwa vikitajwa vikwazo vingi sana. Rushwa za ngono, baadhi ya wanawake wamekuwa wakikutana nazo sana kwenye harakati zao za upambanaji. Yani changamoto mbalimbali ambazo kwa namna moja ama nyingine baadhi yao wanasema sasa kwa sababu mimi nakutana hizi changamoto, wacha nirudi tu nyuma, sitaki kuendelea kwenye michakato labda ya upambanaji kwa namna moja ama nyingine. Hawa wanawake ukichukua na tafsiri ya upambanaji ambao wewe umepambana mpaka leo hii umefika hapa, hivi viunzi wanawezaje kuviruka mpaka wafikie hayo malengo? Cha msingi ni kwanza kubwa ni elimu. Mwanamke huyu tunatakiwa tumpatie elimu, aelewe kwanza mambo mbalimbali. Anapokutana na vitu kama hivyo vikwazo, kama ulivyosema rushwa ya ngono, ni kweli rushwa ya ngono ipo maeneo mengi. Tukianzia katika familia, ukienda katika maeneo ya kazi, hasa maeneo ya kazini, ili upate kazi, ili upate biashara, ili labda upate
kitu chochote maeneo hayo. Hiyo ni changamoto ambayo ipo, lakini kikubwa ni elimu, na ndio maana unakuta maeneo mengi kama hivi. Mimi niko kwenye radio hapa ni kuelimisha Watanzania hasa wakina mama. Kwa hiyo ni kumwelimisha mwanamke ajitambue. Mwanamke akijitambua hawezi akapata hiyo akakutana na hiyo changamoto ya ngono, kwa sababu ngono uzuri wake kuna mawili, kuna kukubali na kukataa, unless umebakwa. Lakini kama ni rushwa tu, ni wewe mwenyewe kujitambua. Ukishajitambua huwezi ukakubali, lazima utakataa, unless umekutana na mazingira ambayo wale watu ambao sasa hawana nia njema wanakubaka. Hiyo mara nyingi sasa inawatokea watoto wadogo, wale watoto wetu wadogo ambao sio watu ambao wanaweza wakajitetea, umeona. Lakini kwa mtu mzima ni kumwelimisha tu, aelewe elimu kwamba yeye ni nani, anataka nini. Na tamani pia useme chochote kuhusiana na wale wanawake ambao wana mitazamo tofauti hasa katika kazi mbalimbali ambazo zinaonekana ni kama kazi za kiume. Najua umetembea kwenye maeneo mengi tofauti, mikoa tofauti. Inawezekana kwa mazingira ya Mpanda kuna yule mwanamke ambaye anasema kwamba mimi sasa hivi nikisema nikafanya kazi ya gereji, kuna uwezekano nitaonekana ni kama kazi ya kiume. Kumtia moyo huyu kulingana na hii siku ama mwezi ambao tupo nao, alafu twende kule tuliko tarajia. Sawa. Kwanza kabisa naomba mimi nataka niende moja kwa moja. Ndio. Kama ninavyosema kwamba mimi ni mwanamke, ni mwanasiasa kwa sasa. Japokuwa ni daktari lakini ni mwanasiasa. Kwanza nipende sana kuwashukuru wananchi wa mkoa wa Katavi. Akina mama ndio wameniweka hapa. Lakini mbali na akina mama, wananchi wote wa mkoa wa Katavi ndio wameniweka mimi hapa kwa zile kura nyingi walizopiga, na mpaka tukapata mbunge wa 3 ambaye ni mimi wa viti maalum. Kwa mara ya kwanza mkoa wa Katavi haujapata mbunge wa 3, na mbunge wa 3 ndio nimetokea ni mimi kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo napenda nichukue nafasi hii kuwashukuru sana. Sasa kwa swali lako, ndio naomba niende moja kwa moja kwa mama yetu, Mama Samia Suluhu Hassan. Naye nimpe shukrani nyingi sana na nimpongeze. Kwa kweli Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hakuna ambaye haoni ambayo ameyafanya. Sasa ile nafasi kwa mara ya kwanza alivyoishika Mama Samia Suluhu Hassan, wote sisi ni mashahidi. Watu walisema hapana, inawezekanaje mwanamke, hii kazi ya kike. Lakini tuone namna gani huyu mwanamke ameikamata ile nafasi ya urais. Amiri jeshi mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini ni mama, amewezaje? Sasa inawezekanaje wewe eti mwanamke useme mimi mwanamke siwezi kufanya kazi ya garage? Hapana, hakuna kazi ya kike wala ya kiume. Na ndio maana sasa hivi hata mochwari unakuta wanawake wapo. Yaani katika mazingira yote, na ndio hicho tunachokipambania. Tusiseme kwamba hii kazi ya kiume, hii kazi ya kike. Hapana, kazi zote ili mradi unaimudu. Huna ugonjwa kusema kwamba wewe unaumwa, lakini hakuna kazi ambayo unaweza ukasema kwamba hii ni kazi ya kiume, hii kazi hainihusu. Hapana. Sisi kama wanawake tujikite katika maeneo yote, ili mradi unajipatia riziki na ili mradi unaiweza ile kazi, iwe ya garage. Na dhamani nikwambie, wakati mimi nafanya kazi hospitali miaka hiyo ya 2000, ilikuwa inaonekana kwamba mwanamume yoyote ni daktari, mwanamke yoyote ni nesi, si ndio? Lakini hiyo hali ilikuja kufutika. Sasa hivi tuna madaktari wengi wa kike, si ndio? Na vile vile kuna manesi wengi wa kiume. Kwa hiyo katika mapambano haya ambayo tunapambana wanawake, ni kumhakikisha mwanamke ajiamini katika nyanja zote. Asijione kwamba mimi hii kazi siwezi kwa sababu hii kazi ni ya kiume. Hapana, hata kama ni kuli, wewe mwanamke umepata dili kwamba unaona kwamba mimi naweza nikawa kuli, nikabeba mizigo, nikafanya nini, unaifanya. Usibweteke kama mwanamke. Hapo sasa ni katika masuala ya kiuchumi. Uchumi hamchagui mtu. Sema kwamba hii kazi ni ya kike au ya kiume, hapana. Sisi wanawake sasa hivi tunapambana. Umekutana na kazi yoyote, ili mradi wewe weza, haikudhalilishi, unaifanya tena comfortably. Okay. Ndio. Sawa, sasa turejee sasa ambako Beni alikuwa ananipeleka wakati ule. Natamani pia huyu ambaye anatusikiliza kwa sasa, walio wengi wanafahamu kwamba
mbunge wa jimbo fulani. Ndiyo. Mbunge hivyo, lakini kwa upande wa mbunge wa viti maalum, natamani pia uweze kuelezea wewe ni mbunge wa viti maalum ambaye umesimama kwenye nini hasa? Okay. Katika ubunge kweli kuna ubunge wa aina kama 3-4. Kuna ubunge wa majimbo, lakini kuna ubunge wa viti maalum. Sasa katika viti maalum ndo umegawanyika. Kuna ubunge wa viti maalum wanawake kama mimi, ambapo katika mkoa wetu tumebahatika sasa tupo 3, ambapo yupo mama yetu Taska Kristuta Mbogo, lakini yupo mheshimiwa Martha Maliki, lakini nipo na mimi Janet Peter Pinda. Kwa hiyo sisi kama wanawake tumeingia kwenye kundi la wanawake, lakini kuna viti maalum walemavu, wale ambao wanaingia kupitia kundi hilo la watu wenye ulemavu. Lakini kuna viti maalum NGO, yani wanawakilisha zile taasisi ambazo zisizokuwa za kiserikali. Lakini kuna viti maalum vyuo vikuu, kuna viti maalum wazazi. Yani imewekwa maeneo mbalimbali ili at least kila eneo liguswe kuingia kule bungeni na kuchangia hasa katika maeneo yale ambayo ameyawakilisha. Kwa hiyo kama mimi hapa na wenzangu niliowataja, sisi tumeingia viti maalum kupitia kundi la wanawake. Kwa hiyo kwa sisi, kwa sababu wanawake hatuna jimbo, sisi tunasimamia mkoa mzima wa Katavi. Umeona? Kwa hiyo katika mazingira hayo tunagawana tu kwamba katika mkoa huu wanawake lakini na wananchi wote, kwa sababu lengo ni kupambania maendeleo ya mkoa wetu wa Katavi. Kwa unaweza kukuta tumegawana kisiasa. Haya, Janet mimi na hudumu wilaya Mlele, kwa maana ya kwamba jimbo la Kavu, lakini mheshimiwa Martha yeye yupo Mpanda mjini na mheshimiwa Taska yuko Tanganyika. Lengo ni kugawana majukumu, kwamba sasa hatuwezi tukaenda pamoja hivi. Of course tuko pamoja, lakini lazima tugawane katika kurahisisha utekelezaji. Umeona? Kwa hiyo lengo hasa ni kutafuta changamoto za mkoa wetu wa Katavi, na tunashirikiana na wabunge wenzetu walioko kwenye majimbo kuona namna gani tutaendelea kuleta maendeleo kwenye mkoa wetu wa Katavi. Tukikaa pamoja tunasema hebu tutazame mkoa wetu shida kubwa ni nini? Shida kubwa labda ni barabara zinazounga mkoa, ili angalau tukisema ni lami unatoka Sumbawanga unakuja Rukwa unaenda Kigoma mpaka Tabora na kuunganisha mikoa. Mbona kwetu sasa barabara hizi hazijaunganishwa? Tunakwenda bungeni, tunapiga kelele, tunapambana kwamba jamani tunataka lami. Ndiyo, labda maji hakuna. Tunakwenda bungeni, maji hayo yatoke wapi? Ziwa Tanganyika inatokea wapi? Inatokea labda Karema au inatokea huko Sumbawanga, kwa maana ya kwamba mkoa wa Rukwa wapi ni karibu, kuhakikisha maji wananchi wa mkoa wa Katavi wanayapata. Yani hilo ndio lengo hasa. Kwa hiyo maana ya kuongezwa hivi viti maalum ni kufikia katika kila makundi. Kwa hiyo sisi wanawake ubunge ambao tupo hapa wanawake tulibahatika kupitia kwenye kundi hili la wanawake. Kwa hiyo viti maalum vipo katika mazingira hayo, lakini ukiwa katika mkoa ni kuhakikisha unapambana, mkoa unakuwa. Lengo ni kumnyanyua mwanamke wa Kitanzania. Wakati Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anapewa ridhaa kwa mara nyingine tena ya kuwa rais wa nchi hii, alikuwa na vipaumbele vyake kwenye zile siku 100 ambazo alizisema. Wakati pia wewe unapata nafasi ya kuwa mbunge wa viti maalum, vipaumbele vyako ambavyo ulisema kwamba nimepata hii nafasi, natamani nikafanye 1, 2, 3, ni vipi ambavyo ulikuwa navyo, lakini pia mpaka sasa utekelezaji wake labda tumefikia eneo gani? Asante sana. Sasa kwa sababu mimi ni mwanamama na ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, tuna ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo sisi tunachokifanya ni kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Lakini kingine kikubwa, mama akisema nani mwingine anapinga? Hakuna. Sisi lazima tufate na kumsaidia mama, kwa sababu mama yupo pale juu, lakini sisi ndio watendaji wake huku chini. Kwa hiyo mama vipengele vyake vikubwa ambavyo alisema katika mambo yake ndani ya siku 100, alizungumzia sana swala la ajira, alizungumzia sana swala la bima ya afya kwa wote. Kinachoendelea sasa hivi kikubwa, ajira wote tunaona, ajira nyingi zinatoka. Kwa hiyo kwa sababu hili kwangu mimi liko juu ya uwezo wangu,
sana sana mimi ninawaajiri hawa watu wadogo wadogo ambao labda kwenye taasisi yangu, of course nina taasisi ambayo inaitwa Janet Pinda na Jamii Foundation. Kwa mimi ninawaajiri watu wachache ambapo labda nina madereva, nina wa makatibu na watu wengine ambao wananisaidia kwenye ile taasisi, lakini mbali zaidi naifikia jamii kama ambavyo taasisi inajieleza. Lakini kikubwa zaidi sasa hivi ni uelimishaji wa bima ya afya. Bima ya afya tunatekeleza bima ya afya kwa wote kama mama alivyosema, na sasa hivi tunakwenda kuelimisha au kutafuta zile kaya maskini, kwa sababu bima ya afya sasa hivi imeenda kwenye kaya maskini, na mama amehakikisha kwamba hizi kaya maskini zinalipiwa 100% ili waweze kupata bima za afya. Kwa hiyo kinachoendelea sasa hivi ni kutafuta wale wahitaji kupitia TASAF, ambayo ndio wenyewe sasa wanafahamu kwamba huyu kweli ni maskini ambaye hana uwezo, anahitaji kusaidiwa. Kwa hiyo hilo sasa hivi ndio liko hot, yani ndo habari ya mjini, bima ya afya kwa wote. Kwa hiyo tunachokifanya sisi kama akina mama ni kuhamasisha wananchi kujiunga kwenye bima za afya. Of course haijaanza kuwa implemented katika mazingira yoyote isipokuwa hili la TASAFU, la hawa watu ambao wa kima cha chini sana. Kwa hiyo sisi ambao kunusuru kaya maskini. Yes, kaya maskini of course. Sisi wengine tunajiunga bima ya afya kupitia vifurushi ambavyo vipo sasa hivi, vile ambavyo vinaendelea. Kwa hiyo itakapokuwa imefunguliwa, baada ya kuwa hawa wote kaya maskini wamekuwa identified, yani wametambulika na wamepewa vitambulisho vyao, sasa itakapozinduliwa rasmi ndio ataanza kuvitumia hivyo vitambulisho na huduma hizo zitaendelea kama kawaida, na ndipo hapo sasa inaweza ikaja ikafunguliwa na sisi kwetu kwa ule utaratibu ambao umewekwa sasa, bima ya afya ikaanza kutumika kwa bima ya afya kwa wote ikaendelea. Kumbe kwa sasa hivi sisi tujiunge na vifurushi ili kuweza kupata huduma hizo za bima ya afya. Lakini lingine sasa ni kuendelea kutoa elimu kwa wananchi katika maeneo mbalimbali ya kiuchumi kama hivyo ambavyo tumetoka kuzungumza hapa. Lengo ni kumfanya mwanamke ajitambue au Mtanzania yote ajitambue. Lingine, kama unavyojua sisi ni akina mama, usipowasimamia kama familia yako wakajielewa kwenda shuleni kufanya nini, utakuwa umefanya kazi bure. Kwa hiyo lazima tusimamie katika maeneo haya. Sawa, umeelezea kuhusiana na swala la mpango wa bima ya afya kwa wote. Na tumeona kwa sasa hivi tayari wamefikiwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanawatambua ili waweze kupata hizi bima. Turudi kwa nyakati za nyuma kidogo, unakuta kuna ile kwamba baadhi ya kaya zinalalamika kwamba mbona kwenye huu mpango mimi nina hali ngumu lakini sijaingizwa kwenye TASAF. Hivyo kwa sasa hivi unadhani kitu gani hasa kiweze kufanyika ili kuhakikisha kwamba kila mwananchi ambaye ana hali duni aweze kuingia kwenye huu mpango wa TASAF kisha apate bima ya afya kwa wote? Yani hii issue iko hivi. Namna ya kumtambua muhitaji ambaye yuko kwenye mazingira hayo inaanzia kwenye jamii wanayoishi pale. Ina maana kuna viongozi wa serikali wako pale, wale wanawafahamu watu wao, na ndio maana kuna mwenyekiti wa kitongoji, mwenyekiti wa mtaa, si wapo huko kwetu? Mwenyekiti wa mtaa anajua kila mtu wake na ndio kazi zao. Kwa hiyo mimi siwezi nikasema kwamba nitalisemea vipi, yani kikubwa ni kuhakikishia au kuwakumbusha wale watendaji walioko kule kwenye yale maeneo wafanye kazi zao kiufasaha bila upendeleo, bila kuangalia kwamba huyu hapa ataingia, kwa sababu mwanzoni zamani kabla sasa hivi ule mpango wa TASAF ulivyokuwa ukiendeshwa, kuna watu waliokuwa wakichukuliwa hata ambao sio wahitaji. Lakini sasa hilo ndio linasisitizwa kwamba tuhakikishe wale wanaochukuliwa wawe wahitaji hasa. Kwa hiyo kuwatambua hao ni wale viongozi wa kisiasa, viongozi wa kiserikali walioko kule kwenye maeneo. Kuna wenye viti wa mitaa, wenye viti wa vitongoji, watendaji, wale ndo wanajua kwamba huyu yuko vizuri, huyu hayuko vizuri, kwa sababu wenyewe ndio huwa mara nyingi wanapata shida. Wale watu wanakwenda kualilia shida, si ndio? Kwa hiyo yule anajua kwamba huyu kutokana na mazingira yake anayoishi, si anamwona hana chakula, hana maradhi. Asante sana, nashukuru. Ndio. Ni kweli tumezungumzia sana swala la afya kwa sababu hilo ndo alilipigia mstari kweli kweli kalikomelea. Lakini Mama Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
kiukweli, asiyekuwa na macho haambiwi tazama, mwenye macho haambiwi tazama. Kila mtu anaona. Mama ameupiga mwingi wanavyosema. Kwa hiyo katika hizi siku 100 tukianzia kwanza kwenye kilimo, kwa sababu sasa hivi ni masika hii, watu wanalima. Ndio. Tumeona namna gani sasa amekwenda kwenye masuala mazima ya pembejeo, ambapo ametoa mbolea, mbegu za ruzuku, na wananchi mbalimbali wameweza kujipatia na kuweza kuendelea na kilimo. Lakini mbali na masuala hayo ya pembejeo, mama ameupiga mwingi pia katika masuala mazima ya miundombinu. Miundombinu ni kuendeleza tu yale aliyokuwa ameanza, kwa sababu ni kitu endelevu. Mfano, swala zima la elimu. Kwenye elimu, mama miundombinu ya madarasa ambayo ameyajenga, kwa kweli sio hata tusemaje. Mama amejenga madarasa shule kila mkoa. Ukiangalia hapa kwetu tuna shule ya wasichana, lakini kuna shule pia ya wavulana, lakini shule mbalimbali sekondari na shule za msingi amejenga madarasa. Lakini ukiangalia katika swala zima la ajira, manake elimu pamoja na madarasa inahitajika pia aweke walimu, yani kwa maana kwamba kuajiri walimu. Ametoa ajira maelfu kwa maelfu, sisi wote ni mashahidi. Kwa hiyo yote ni kujazia swala la miundombinu ya elimu. Mama ameupiga mwingi, ametoa pesa nyingi kwa ajili ya kujenga madarasa, lakini pia vile vile kuwawezesha hao walimu waliokuwa wakitafuta ajira waweze kwenda sasa kule kwenye shule hizo kuweza kufundisha. Kwa kumbe, kwa upande wa elimu mimi naona kwamba mama amemaliza, yani imebakia ni maeneo machache tu katika mazingira hayo, kwamba sasa itabakia kuboresha swala zima la madawati, ambayo sasa swala la madawati ni la kwetu sisi kama mkoa pamoja na halmashauri. Maana mama amefanya mengi, mengine sisi ndo tunaendelea kama mkoa kujipanga swala zima la madawati. Lakini ukija kwenye miundombinu mingine kama ya barabara pamoja na madaraja, sisi wote ni mashahidi. Mfano, Mpanda ilikuwa ukitaka kwenda Sumbawanga kuna daraja pale Stariki. Sasa hivi ukipita unapita juu kwa juu tu shwa. Yaani barabara nyingi ambazo mama ameshazipitishia budget na sasa hivi zinakwenda kutekelezeka. Wote tunaona mahali ambapo zinaendelea kufanyika kazi. Na sio tu kwetu. Yaani mikoa yote Tanzania nzima mama anapambana kuweza kuona namna gani yale aliyokuwa ameahidi yaendelee. Kwa hiyo swala la miundombinu ndio tunaendelea nalo, lipo kwenye wote na tunapambana. Ukiangalia mfano barabara ile ya Kibaoni Stariki imekaa muda mrefu. Hapa katikati naona serikali ilicheza kidogo, yani kiuchumi ulitetereka, lakini sasa hivi wakandarasi wako site wanaendelea na ujenzi kwa kilomita 50 kutoka Kibaoni mpaka njia panda ya Mlele. Kwa hiyo ina maana kwa zile kilomita 70 itabakia kilomita 20 ambazo na zenyewe sio muda mrefu watatoa pesa, kwa maana tulivyokuwa bungeni tuliuliza na tukapewa majibu hayo, ambayo muda sio mrefu watafanya upembuzi ili kuweza kutoa tenda mkandarasi aweze kuingia. Lakini vile vile kuna barabara yetu ya kuelekea Uvinza Kigoma. Na yenyewe pia wakandarasi wameshaelekea site. Kwa hiyo tunaona namna gani miundombinu katika siku 100, miundombinu yote ya barabara ambayo ilikuwa imetulia sasa hivi yote imechangamka. Kwa hiyo mama anaendelea kutekeleza yale ambayo alikuwa ameyaweka. Lakini ukienda kwenye miundombinu hiyo ya usafirishaji, kwetu sisi ukienda pale Karema tuna bandari kubwa sana. Bandari ile ni kubwa mno na ni nzuri. Lakini tayari wameshazindua vyombo vya maji kule. Kumewekwa meli 2. Kwa hiyo tayari tunaona hata wavuvi sasa wana uwezo wa kuendelea kuvua vizuri, kwa maana ya kwamba zile malighafi wanazozipata, yani vile vitu ambavyo samaki wanazozivua wataweza kuzisafirisha sasa ili kuweza kujipatia kipato. Hayo yote ni katika kukuza uchumi. Hivi vitu ndivyo mama alivyokuwa anavitaka katika hizi siku 100 za mwanzoni, kuhakikisha kwamba kila sekta aliyokuwa amehitaji maeneo yote hayo yanakwenda yakitekelezeka kwa kuona, yani sio kutekelezeka kwamba tumeweka kwenye karatasi au kwenye nini, hapana.
vinatekelezeka. Na ndio maana ukienda sasa kwenye swala zima la maji, hata mkoa wetu wa Katavi maji sasa ilikuwa changamoto, lakini kidogo naona kwamba ukiamka asubuhi maji yanatoka, hata kama yanatoka kwa mgao, lakini maji yapo. Kuna maeneo kama Magamba ambayo yalikuwa hayana maji, nimesikia hata jana tulikuwa tuna kikao cha RCC, nuru ipo ya kusambaza maji kwenye maeneo mengi. Kwa yote haya ni katika kumfanya mwanamke atue ndoo kichwani. Zote hizo ni juhudi ambazo mama anazifanya. Kwa hiyo kila sekta mama ameifikia kwa namna moja au nyingine, tena sana. Ukiangalia sasa katika sekta ya maji, sio tu kwetu hapa mkoa wa Katavi, hata maeneo mengine mengi ambako wakina mama walikuwa wanapata shida, wanaamka usiku wa manane kwenda kuanza kupanga foleni namna gani ya kuweza kupata maji. Hata mimi nakumbuka kipindi kile niko hapa Mpanda, miaka ile tulikuwa tunapanga foleni pale na Bomani kuweza kupanga maji, lakini sasa hivi wanaoenda kupanga foleni ni wachache, si ndio? Yaani ni wachache wale ambao wanataka wameshajijengea ile kitu kichwani kwamba ni lazima ninywe maji ya Bomani, si ndio? Lakini sasa hivi maji hapo. Lengo ni kumtua mama ndoo kichwani. Kwa hiyo anaendelea kusogeza vitu mbalimbali ambavyo alivitaja katika mazingira yake kipindi kile cha kampeni: elimu, afya, miundombinu, uvuvi, kilimo, lakini kila mahali mama amepagusa. Na tunaona sio kwamba tunasikia, yani tunaona kila eneo mama amegusa. Kwa hiyo mimi kwa kweli sina cha kusema zaidi ya kumpongeza sana mama yetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa yale mengi ambayo ameyafanya, na hasa ametimiza katika siku zake 100 yale aliyoahidi. Kila eneo kwa kweli amefika. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.